Sasa kuna maneno yanayoenea tunayapata kwenye mitandao ya kijamii, baadhi ya wanasiasa wanayazungumza na wanaharakati mbalimbali kwamba kuna maandamano ya fujo yameandaliwa ya kukwamisha uchaguzi huu wa tarehe 29. Sisi watu wa msikiti huu, sisi masalafi na watu wa Moshi, na kama wewe ni katika sisi katika masalafi, ujumbe huu unakuhusu. Hatutoshiriki kwa namna yoyote ile kwenye kitu kinaitwa maandamano. Hatutoshiriki kwa namna yoyote ile katika fujo yoyote. Ikiwa hakuna budi, tutafunga milango ya nyumba zetu, tutakaa na watoto wetu, tumuombe Allah, Allahumma salli, pitisha hili balaa mbali. Lau pana watu watajitia visoi wakafanya, basi sio sisi. Na kama kuna katika sisi ana akili hiyo, afahamu kwamba yeye na da'wa salafia ni mbingu na ardhi, hajaifahamu da'wa hii. Kwa hivyo natangaza wazi msimamo wetu hapa, hatuhusiani na mambo ya maandamano wala fujo za wanasiasa, wala hatuko nao. Sisi tuna misingi ya Uislamu wetu, Uislamu ambao umekuwepo katika nchi hii na katika ukanda wa Afrika ya Mashariki kabla ya hizi siasa zao. Wakati huo nchi hii inatawaliwa na wakoloni. Watu walikuwa na dini zao na imani zao, walikuwa na misikiti, mashekhi walikuwepo wakisoma wakisomesha. Nyinyi wanasiasa na vyama vyenu hampo. Misingi ile ile tutaisimamia, potelea mbali. Wacha mtuone wajinga kwamba labda tuna njaa. Maana ndio tafsiri ya baadhi ya watu ambao ni waroho, wakizungumza hivi Waislamu, Waswahili watu wa njaa hawa ni watu kupewa michele tu wakatulia. Bora mtu tafsiri hivyo, na kweli tuna njaa. Na mnaona hata miradi yetu inapokwenda kinjanja, hatuna msaada wote na wala hatuwaombi. Na nyinyi mnajua watu waombi, hamna barua yetu hata moja ya kuwaomba. Lakini huu taratibu tulionao wa kumwabudu Mola wetu, kusoma dini yetu, tukatulia katika misikiti, tukafanya mambo yetu, tukawa na utulivu sisi na watoto wetu, kwetu hali hii ni bora, kwa kuwa ndiyo iliyolinganiwa na dini yetu. Na tunaona ustawi wetu ni mkubwa katika hali hii, kwa sababu sisi Waislamu maisha yetu ni akhira. Hapa tunapita njia. Kwa hivyo unapovuruga usalama huu, unatuvurugia ufanisi wa kujiandaa kwa ajili ya akhira. Maisha ya dunia ni maisha ya mchezo na upuuzi, na watu kupukazana vijiti katika maslahi. Wa inna ad-dara al-akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Allah anasema, lakini nyumba ya akhira ndiyo nyumba ya kudumu lau wangelikuwa wanajua. Tunawalingania wanasiasa na wasiokuwa wanasiasa, wana harakati mbalimbali, Waislamu wenzetu, wasiokuwa Waislamu, wananchi wa nchi hii na hata wale wa nchi jirani. Allah, utulivu wetu ni tunu hii. Tunaomba muheshimu jambo hilo, na sisi tuwe ni mfano wa kuheshimu jambo hilo.